Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, Dominika hii ni Dominika ya 32 ya mwaka si wa kanisa, ambapo tunaadhimisha sakramenti hii ya kipaimara kwa watoto wetu. Tunapoadhimisha sakramenti hii ni Pentekoste kwa watoto wetu. Roho Mtakatifu anawajia na kuwaimarisha waweze kuwa maaskari hodari wa kulinda imani, kuitetea imani na vile vile kuishuhudia katika maisha yao. Wamejiandaa kwa mwaka mzima, na katika maandalizi hayo wamejifunza vizuri nini maana ya imani Katoliki. Wamejifunza vizuri kwamba sio tuyaweke haya kichwani tu, bali wamejifunza maisha. Na kwa sababu hiyo, katika yote haya ni jukumu la wazazi pamoja na watoto hawa kuiishi hiyo imani, ili haya wanayojifunza yasiishie tu parokiani, yasiishie tu wao na makatekista, ila yawe maisha katika familia, maisha katika jamii, maisha katika mashule wanakosoma. Waonyeshe utambulisho wao kama Wakatoliki. Ndio maana sakramenti ya kipaimara maana yake inawahakikisha hawa kwamba kweli wanaijua imani Katoliki. Inawathibitisha kwa ni kweli hawa watu. Inawaimarisha katika imani hiyo ili waendelee kuonyesha utambulisho huo. Hata sisi wenyewe tukiona watoto wetu kule nyumbani, manake tulipo pataonekana kwamba hii familia ni ya Katoliki. Hawa watoto wanaosoma hapa ni wa Katoliki. Ndio maana yake sakramenti hii ya kipaimara. Ndio maana inaitwa sakramenti ya Roho Mtakatifu. Wanapakwa mafuta hayo, wanampokea Roho Mtakatifu huyo, wanapata muhuri huo mioyoni mwao, ili Roho huyo waongoze katika kweli yote, ili wasije wakaishi unafiki, wasije wakawa na kiburi, na wasije wakawa na majivuno, bali wawe wamejaa unyenyekevu. Tunaadhimisha sakramenti hii na masomo tuliyoyasikia ni masomo tuliyoyasikia siku ya Pentekoste. Katika sherehe ile ya Pentekoste masomo haya yalisomwa. Katika tafakari yanatukumbusha sana kwenye Agano la Kale mnara wa Babeli. Unaposoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 11, ile jamii ilipoendelea vizuri, wakafika mahali waliona kwamba wamhitaji tena Mungu, na kwa sababu hiyo wakaona wajenge mnara mrefu ukafike mpaka mbinguni, kwa sababu wao sasa ni wenye maendeleo. Hicho ni kiburi cha mwanadamu, na hayo ni majivuno ya mwanadamu. Lakini yote haya, vipaji tulivyo navyo, mambo yote tunayokuwa nayo, utajiri tulio nao, talanta tulizo nazo, zinatoka kwa Mungu. Kwa kitu ambacho ni cha kwanza ni kuwa wanyenyekevu na kusema asante Mungu. Sasa hawa walianza kupigana na Mungu na kupambana naye. Matokeo yake lugha yao ilichafuliwa, au kuweza kuelewana tena. Pengine na katika jamii yetu tunaweza tukaona hayo, kwamba hatuelewani tena, kila mtu anaongea cha kwake. Huenda jamii imetawaliwa na uongo zaidi na unafiki, kuanzia hata kwenye familia. Kusema nimetoka Bagamoyo, nimetoka Dar es Salaam, ndio maana nimechelewa, kwa sababu nitaulizwa Bagamoyo hapa tu ulikuwa unafanya nini? Mpaka saa hizi ulikuwa hujafika usiku. Nilikuwa Dar es Salaam, foleni kubwa. Uongo. Matokeo yake dhamiri zinakufa kutoka kwenye familia mpaka kwenye jamii mpaka kwenye taifa.
dhamiri zinakufa. Uongo tu, kuzushiana, kusemeana yasiyo. Sasa yote haya yanaonyesha tumechafuka. Yote haya yanaonekana hatuonani tena kama binadamu, hatuonani tena kama ndugu. Kila anayemuona ni kama adui wake, na hatuaminiani tena. Na hili ndio tatizo. Na ndio maana sio kama na sisi tunahitaji Pentekoste. Tunahitaji Pentekoste yetu. Na ndio maana tulipokuwa tunamuomba Roho Mtakatifu katika sekwensi ya tuliyoimba, sehemu ya kwanza tumemtambulisha ni nani huyu Roho Mtakatifu. Ni mfariji, anatuburudisha, ni mwanga, anatupa neema, ni mgawa wa vipaji, na tukajitupa mbele yake kwa unyenyekevu mkubwa. Bila wewe mwanadamu hawezi kitu. Tunahitaji msaada wako. Ni unyenyekevu wa hali ya juu. Kwa maneno mengine, yale tuliyoimba tukiyaishi vizuri yanatusaidia sisi katika maisha yetu na katika ushirikiano wetu, kutoka kwenye familia mpaka kwenye jamii mpaka kwenye taifa. Na ndio maana sehemu ya pili tunajiangalia sisi katika sekwensi ya ile, katika kumwomba Roho Mtakatifu. Ulegeze ukaidi. Sisi ni wakaidi, na ndio maana tunatenda dhambi makusudi tu. Yani tunaona sawa tu, tumeshasahau, dhamiri zimekufa. Ulegeze ukaidi. Osha machafuko yetu, tumechafuka ndani mwetu. Pasha moto ubaridi wetu tulio nao. Ponya majeraha tulio nayo. Panyeshe pakavu petu ambapo hapazai matunda. Inaweza kuwa kwenye familia, inaweza kuwa kwenye jamii, inaweza kuwa kwenye wadhifa nilio nao, inaweza kuwa kwenye chochote kinachokifanya, lakini sizai matunda. Na kaa pale, baada ya kutumikia na kutumika na kuwa bosi, baada ya kuongoza na tawala na virungu kupiga, ile inakuwa ni tatizo katika safari yetu. Ndio maana tunaomba uoshe machafuko yetu, tunaomba ulegeze ukaidi wetu, tunaomba unyeshe pakavu petu. Sehemu ya pili katika sekwensi, na sekwensi ile ni sala ambayo tunamuomba Roho Mtakatifu aje. Na ndio maana wimbo wa katikati wa leo, anapokuja anafanya yote upya. Tunaanza upya. Tunaona katika somo la kwanza wale mitume waliposhukiwa na Roho Mtakatifu walikuwa kitu kimoja, walikuwa na umoja, waliongea lugha moja na watu wengine waliwaelewa. Na ndio tunalotakiwa kukifanya, watu watuelewe sasa. Manake tuwe na dhamiri hizo. Manake katika mtaguso wa pili wa Vatikano tunakumbusha, nasema kwamba ndani mwetu humo tuna hiyo dhamiri ambayo ndio hekalu la Mungu, ambapo tunaongea na Mungu huko ndani, ambayo mtu mwingine wa nje hawezi kujua tunaongea nini. Tunaonywa humo, tunaongozwa humo, tunaambiwa tulivyo. Tatizo kupokea ukweli na kuona ukweli kama kuonewa. Kwa maneno mengine, kutokuwa tayari kupokea ujumbe wa Mungu ambao ni ukweli kwetu wa kutuponya katika maisha yetu na katika safari yetu ya kumwelekea yeye kwenye ukamilifu. Ilikuwa tatizo hilo. Ndio maana wale mitume wale walipoanza kuhubiri habari njema, maana habari njema ile iliendana na walivyo katika ushirikiano wao, katika upendo kati yao, na alichokisema sasa kinaendana na walivyo. Watu walishangaa, tunawaelewa hawa. Pamoja na kusema tumetoka sehemu mbalimbali, lakini tunawaelewa hawa. Si kazi ya binadamu hii. Wanashuhudia watu,
Ni maajabu ya Mungu hayo. Ndio jamii ya Kikristo inabidi iwe hivi. Na jamii ya Kikristo haipatikani kanisani tu. Jamii ya Kikristo inapatikana kwenye jamii, kwenye kazi, hata katika siasa, hata kwa chochote tunachokifanya. Jamii ya Kikristo inaonekana huko kwamba Yesu Kristo anahubiriwa, anatangazwa, na watu dhamiri zao kweli zinawaongoza katika maadili mema inavyompasa mwanadamu. Si wanafiki, ni kutoka moyoni. Ndio maana watu wanasema, angalia watu hawa ni watu wa Mungu, hawa wanavyoishi. Kweli maajabu ya Mungu. Tunapendezwa na jamii ile. Ndio inavyotakiwa katika maisha yetu. Na ndio maana somo la pili linatukumbusha tusiwe na majivuno kwa vipaji tulivyo navyo. Swala si kuficha maovu yetu, si kwa sababu tujaonekana. Mungu anatuona. Hatuwezi kujificha kwa Mungu. Mungu anatuona. Kama umepiga mtu ilikuwa siri, hata kama umeua mtu ikawa siri, lakini Mungu anakuona. Umeua. Mungu anakuona, hata nafsi yako inashuhudia yale uliyofanya, na kwa hiyo wakati wote utasutwa tu na utasikia sauti hiyo inakwambia ulichokifanya sio. Kama tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4, katika sadaka ya Abeli na Kaini. Ya Abeli ikapokelewa, ya Kaini haikupokelewa kutokana na yale aliyokuwa anayawaza na nia zake. Makapi yale ndio nimpelekee Mungu, vinono ni vyangu. Lakini Abeli akasema vile vinono ni vya Mungu, vile ambavyo sio vinono hivi ndio vyangu mimi. Ngoja nikampelekee vinono Mungu, na mimi mbaki na vile visivyo vinono. Matokeo yake sasa sadaka yake ikapokelewa na ya Kaini ikakataliwa. Nini kilichotokea? Wivu. Si kwamba nimefanya vibaya, ila kwa nini huyu? Matokeo yake mauaji. Abel aliuawa kwa sababu ya tamaa, kwa sababu ya wivu. Na katika maisha yetu tunafanya hivyo wakati fulani. Kuua mtu si lazima kushika kisu kumchoma, hata katika maneno, kumnenea maneno mabaya ya uzushi, unamharibu, unamuua kisaikolojia mwenzako. Matokeo yake anachafuka, ambaye ni sura na mfano wa Mungu. Na tunajua kwamba hata mtu akikosea bado ni sura na mfano wa Mungu. Wajibu wetu ni kumsaidia, na ndio maana lazima uwepo utume wa Mungu kwetu, lakini utume wa mwanadamu. Kwa kazi ya Mungu inatendeka ndani. Utume wa mwanadamu ni ule ulio nje, kwa kukemea, kwa kuonya. Neema ya Mungu inafanya ndani, inafanya kazi ndani, na inapofanya kazi ndani si majivuno kwamba nimefaulu kufanya 1 2 3, ila ni kwa sababu amenisaidia. Ndio hayo yanasaidia. Kwa hiyo sio swala la majivuno. Talanta tulizo nazo tumepewa kwa ajili ya kutajirisha jamii ya Kikristo, jumuiya ya Kikristo, sio kwa ajili yetu kwamba kama sio mimi 1 2 3. Kama mimi sio, kiburi kilionekana hata kwa enzi zile. Tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Tumtegemee Mungu katika maisha yetu. Kuna wale jamaa waliotengeneza ile meli ya walioona Titanic, sijajua kama walimtegemea Mungu au nini. Siwezi kaanza kwa hukumu hapa, pana. Kwa hiyo unaweza kutengeneza kitu ukafanya kikao kizuri, sasa nimefaulu ni kwa elimu niliyo nayo mimi. Kumbe elimu tunayokuwa nayo ni kwa ajili ya kumjua Mungu zaidi. Na tunapomjua Mungu zaidi, tumpende na kumtumikia ipasavyo, si kwa ajili ya majivuno, ila ni kwa ajili ya kusaidiana kwa elimu tuliyo nayo. Lakini wakati fulani tunaweka majivuno, tumefaulu,
tumefaulu kufanya 1 2 3, tumefaulu kufanya 1 2 3. Matokeo yake tunaharibu kwa sababu tumemweka Mungu pembeni. Somo la pili bado linatukumbusha umoja. Talanta tulizo nazo si mali yetu, tushirikishe, na ni kwa ajili ya utumishi, si kwa ajili ya kubaguana, wala sio kwa ajili ya kudharauliana, ila kwa ajili ya utumishi. Utumishi uliotukuka, utumishi ambao uko katika Kristo, kama alivyofanya na tuonyesha kwa mfano kwetu. Na ndio maana Injili inaangalia watu wenye wasiwasi, watu ambao hawana matumaini tena, watu wenye hofu. Kristo mfufuka anatoa zawadi, amani kwenu. Anatoa zawadi ya amani. Na amani, zawadi ya amani ni zawadi ya ndani. Unaweza kujisahau ukasisitiza amani, 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 koko tunakoenda amani, 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 lakini huku unapiga virungu watu, huku unasema hiki, huku unatukana. Sasa amani, amani, hapana. Amani vinaendana na haki, na ndio maana Yesu alisema amani iwe kwenu na kuishia pale. Baadaye alisema ninawatuma kama Baba alivyonituma na mimi nawapeleka ninyi. Lakini nini mkafanye kazi hiyo, mjue huko si rahisi. Anawatuma mitume wale, si rahisi hivyo. Watu wamejaa upofu, watu wamejaa ukungu, hawaoni tena mbele, wanahitaji mwanga. Pokeeni Roho Mtakatifu awe nyenzo, na kutokana na Roho Mtakatifu huyu mkaondoe ukungu ambao uko machoni pa watu, waone. Kwa maneno mengine, wazitumie vizuri dhamiri zao za Kikristo kutambua maovu na kuyaacha maovu na kumwamini Mungu. Pokeeni Roho Mtakatifu na wapeleka ni mkaondolee dhambi. Watu wajae msamaha, watu wajae uvumilivu, watu wajae unyenyekevu, wawe tayari kupokea. Mwenye kiburi hayupo tayari kupokea maonyo wala ushauri. Ndio maana amani sio ulinzi wa maaskari wengi au 100 au ngapi, sio hiyo. Kwa sababu katika hilo Mungu akiamua kukuchukua na kuchukua katikati ya maaskari wako hao, kwa heri njoo, unakufa zako. Kwa amani ile ya ndani ni ile amani ambayo inakufanya wewe uwe na utulivu na uweze kuongea na Mungu wako ndani mwako. Na katika kuongea na Mungu ndani mwako uweze kuwaona wenzako ni ndugu zako na uwasaidie katika yote, kama Injili inavyotushauri tupendane. Na katika kupendana huku, na tunapopendana hapo, Mungu anakaa kati yetu. Na Mungu anayekaa kati yetu, maana sisi sote ni watoto wake, na kwa hiyo tunaishi kama watoto wa Mungu. Kwa hiyo tunapoadhimisha sakramenti ya kipaimara hapa kwetu Zinga, tuyatafakari hayo yote na tumshukuru Mungu kwa yote anayotujalia, kwa uhai, kwa afya njema, na tuendelee kuimarisha imani yetu kwa kumtegemea yeye zaidi, kwa sababu ni zawadi kutoka kwake. Tuendelee kumwomba Roho Mtakatifu, kuomba Pentekoste, kama tuelewane, huyu Roho wa umoja akae kati yetu. Kila mtu atambue wajibu wake, aweze kuutenda, na ajue kwamba ni jukumu lake kulitenda lile ambalo linatakiwa katika maisha. Atambue hilo. Haya tunayosema isiwe kwamba kwa sababu tu tulikuwa kanisani, ila kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu. Ukristo wetu si kitu cha nje, ni maisha. Tutatambulika kwa matendo yetu, kwa matunda tunayozaa
katika jamii na katika maisha yetu. Tusiue dhamiri, na kwa sababu tuwalee watoto wetu wakue katika imani, tuwaongoze ipasavyo. Tumsifu Yesu Kristo.